Bahari ya Pacific ni bahari kubwa kuliko zote duniani. Kutoka pwani za bara la Asia hadi Amerika, kutoka Australia mpaka maeneo ya barafu ya kusini, bahari ya Pacific imeendelea kuwa kitovu cha biashara, usafiri, uvuvi, teknolojia na hata siasa za kimataifa. Lakini nyuma ya uzuri wake wa mawimbi makubwa na visiwa vya kuvutia, kuna simulizi kubwa ya hatari, ushindani wa mataifa makubwa, mabadiliko ya tabia nchi pamoja na siri ambazo bado hazijafumbuliwa mpaka hivi leo. Bahari ya Pacific inachukua karibu theluthi moja ya uso wote wa dunia. Ukubwa wake ni mkubwa kiasi kwamba mabara yote duniani yanaweza kutoshea ndani yake kwa pamoja. Bahari hii inapatikana katika mabara makubwa kama Asia, Australia, Amerika Kaskazini na Amerika ya Kusini. Ndani yake kuna maelfu ya visiwa vinavyounda mataifa mbalimbali kama Fiji, Samoa, Tonga na Papua New Guinea. Wataalamu wa jiografia wanaieleza Pacific kama moyo wa maji wa dunia kutokana na mchango wake mkubwa katika hali ya hewa, mvua, biashara na mfumo mzima wa mazingira duniani. Jina la Pacific lilitokana na neno la Kilatini Pacificus lenye maana ya tulivu. Jina hilo lilipewa na msafiri maarufu wa Kireno aitwaye Ferdinand Magellan mwaka 1520. Jina hilo lilikuja baada ya kupita katika eneo ambalo lilionekana kuwa na maji tulivu ukilinganisha na bahari nyingine. Lakini kwa uhalisia, Pacific si bahari tulivu muda wote. Mara nyingi hukumbwa na mawimbi makubwa, vimbunga hatari, matetemeko ya ardhi chini ya maji pamoja na tsunami zinazoweza kuharibu miji na mataifa kwa muda mfupi. Moja ya maeneo hatari zaidi duniani yapo ndani ya bahari ya Pacific. Eneo hili linajulikana kama Ring of Fire, mkanda mkubwa wenye volkano nyingi na matetemeko ya ardhi yanayotokea mara kwa mara. Katika ukanda huo, mataifa kama Japan, Indonesia, Philippines kwa maana ya Ufilipino na baadhi ya maeneo ya Amerika hukumbwa na matukio makubwa ya kiasili yanayosababisha maelfu ya vifo na hasara kubwa za kiuchumi. Wanasayansi wanaamini zaidi ya 70% ya volkano zote duniani zinapatikana katika ukanda huu wa Pacific. Mbali na kuwa na eneo la maji, bahari ya Pacific ni moja ya njia muhimu zaidi za biashara duniani. Mamilioni ya meli hupita kila mwaka zikisafirisha mafuta, magari, chakula, teknolojia na bidhaa mbalimbali kutoka bara moja kwenda bara jingine. Mataifa yenye nguvu kubwa kiuchumi kama China, Marekani, Japani na Korea Kusini yanategemea sana njia za Pacific katika biashara zao za kimataifa. Kwa sasa ushindani mkubwa wa kisiasa na kijeshi unaendelea ndani ya ukanda wa Pacific, huku mataifa makubwa yakijaribu kuongeza ushawishi katika eneo hilo. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaamini bahari ya Pacific inaweza kuwa kitovu cha migogoro mikubwa ya dunia katika miaka ijayo kutokana na ushindani wa kiuchumi na wa kijeshi. Licha ya maendeleo ya sayansi na teknolojia, sehemu kubwa ya bahari ya Pacific bado haijachunguzwa kikamilifu. Wataalamu wanaamini kuna viumbe wengine wa ajabu pamoja na mifumo ya maisha ambayo bado haijagunduliwa. Jambo lingine la kushangaza kuhusiana na bahari ya Pacific ni kuhusiana na eneo la Mariana Trench. Eneo la Mariana Trench ni eneo ambalo ndilo eneo lenye kina kirefu zaidi duniani. Linapatikana katika Pacific. Kina chake ni kikubwa kiasi kwamba mlima mrefu zaidi duniani kama milima ya Everest ingeweza kuzama kabisa ndani yake. Kutokana na hali hiyo, bahari ya Pacific imeendelea kuwa moja ya maeneo yenye siri nyingi zaidi duniani. Kadri miaka inavyopita, bahari ya Pacific imeendelea kukumbwa na changamoto kubwa ya uchafuzi wa mazingira. Tani milioni za plastiki hutupwa baharini kila mwaka na husababisha madhara kwa samaki pamoja na viumbe wengine wa majini. Wanaharakati wa mazingira wameendelea kutoa tahadhari kuwa ikiwa hatua kali hazitachukuliwa, mfumo wa maisha ya baharini unaweza kuharibika vibaya katika karne zijazo. Pacific pia imekuwa moja ya maeneo yanayoathirika zaidi na mabadiliko ya tabia nchi. Kuongezeka kwa joto duniani kunasababisha kiwango cha maji ya bahari kupanda na kutishia kuzifuta baadhi ya nchi ndogo za visiwa. Mataifa kama Tuvalu na Kiribati tayari yameanza kuathirika kutokana na ongezeko la kina cha maji pamoja na mmomonyoko wa ardhi. Wataalamu wa mazingira wanaonya kuwa ikiwa hali hii itaendelea hivyo, baadhi ya maeneo yanaweza kutoweka kabisa katika ramani ya dunia
ndani ya miongo michache ijayo. Bahari ya Pasifiki si tu eneo kubwa la maji duniani, bali ni nguvu kubwa inayoshikilia uchumi, hali ya hewa, usafiri na maisha ya mabilioni ya viumbe duniani. Ndani yake kuna uzuri wa asili, siri zisizojulikana, utajiri mkubwa pamoja na hatari zinazoweza kubadilisha historia ya dunia kwa muda wote. Kadri dunia inavyoendelea kubadilika, ndivyo umuhimu wa Pasifiki unavyozidi kuongezeka. Swali kubwa linalobaki ni kama wanadamu wataweza kuitunza bahari hiyo kubwa kabla ya changamoto za mazingira, uchafuzi na migogoro ya kimataifa havijageuka kuwa tishio kubwa zaidi kwa dunia nzima. Mimi naitwa Esau Daniel Mnyangulu, Esau News. Unaweza kunipata kupitia mitandao ya kijamii kwa jina la Esau News, Esau 05 Wentre, Esau TZ, Facebook, Instagram, TikTok na YouTube. Asante na nikutakie wakati mzuri.